Jina langu ni Ivan Dweck. Tunafanya kilimo na ufugaji kaskazini mwa Mexico, kaskazini ya kati ya Mexico. Tuko katikati ya majira ya baridi. Hili ni malisho ya rai ya nafaka ambayo tunakuza hawa ndama kwayo. Kwa wastani wana umri wa takriban miezi 10. Tuna mitamba kadhaa wenye umri wa miezi 22 hapa, na ninawaweka kwenye nyasi hii ya kijani kwa ukuaji bora. Wao bado wanakuwa na pia wanatarajiwa kuzaa hapa baada ya takriban miezi miwili na nusu. Kwa hivyo ni muhimu sana kwao kuendelea kuwa na chakula bora sana. Kawaida wakati huu wa mwaka tungekuwa na nyasi kavu pekee. Daima tuko katika ukame na nyasi zetu tulizohifadhi zote zimekauka. Kwa hivyo lisingekuwa lisho tosha la protini na nishati ili kuendelea kukua na kukua kimwili na pia kujiandaa kuzaa hapa baada ya miezi michache. Kawaida napenda kuwa na nyasi ndefu, lakini wakati wa baridi hii ni aina ya nyasi isiyokuwa ndefu, na hivyo huwa ya kijani kila wakati, mchipuko mpya. Na jambo muhimu la kufanya unapokuwa na nyasi mbichi ya kijani ni kuwa na nyasi kavu kwa ajili yao ili kurekebisha matumbo yao. Nyasi mbichi ya kijani ni tatizo kwao kupata kuhara, na nyasi kavu ya ziada hurekebisha tumbo ili nyasi mbichi iwe na manufaa zaidi kwao. Kwa hivyo madini tuliyowapa ni muhimu sana. Ina fosforasi nyingi ambayo ni muhimu sana kwa uzazi baadaye maishani, hasa kwa mitamba tunaowabakisha kama mbadala ili wapate kupandwa vizuri na kuzaa. Mitamba mbadala watakaobaki ni wa ng'ombe ambao unajua wamezaa ndama kila mwaka. Ni muhimu sana kuchagua ndama wako wa kike kutoka kwa ng'ombe wanaozaa kila mwaka. Ng'ombe asiyezaa ndama kila mwaka ni burudani ya gharama badala ya faida. Jambo lingine ni, ikiwa una nyasi kavu pekee, ni muhimu kuongeza chanzo cha protini. Unaweza kupata chanzo cha protini kutoka kwa nafaka kavu zilizochujwa au mabaki ya maharagwe ya soya ikiwa ni kitu kinachopatikana kwako. Lakini chanzo chochote cha protini ni muhimu unapokuwa kwenye nyasi kavu. Tuko kwenye nyasi mbichi ya kijani, kwa hivyo ni muhimu kwangu kuongeza nyasi kavu. Unachotaka kutafuta katika mtamba mbadala ni yule anayenawiri kwa urahisi. Huu ni mfano mzuri wa hawa mitamba wawili hapa, hasa huyu mmoja. Ana mwili mpana, ni mnene na atakuwa ng'ombe mzuri. Najua mama yake amepandwa tera kila mwaka, na tayari naweza kuona ananawiri kwa urahisi hata kwa protini kidogo. Nyasi tu. Ni muhimu sana kwao kuwa na maji safi na baridi. Inasaidia kwa kila kitu. Inasaidia afya kwa ujumla. Inasaidia usagaji wa chakula chao vizuri. Ni muhimu sana kwao kuwa na maji safi na baridi wakati wote na karibu. Kutokuwa mbali sana kunaleta tofauti kubwa kwa afya yao kwa ujumla, na ufanisi zaidi wa chakula ikiwa wana maji karibu na chakula chao, ili wasilazimike kutembea mbali na kile walichokuwa wakilisha. Alizaliwa katika mwaka wa 24 mwezi wa Aprili. Hivyo sasa mwezi wa Aprili atatimiza umri wa miaka 2 na anatarajiwa kuzaa karibu na siku yake ya kuzaliwa ya pili.